Na salina haya tujunati kwamba mahakama ya Kibra inatarajiwa kutoa uamuzi wa iwapo aliyekuwa waziri Raphael Tuju atashtakiwa bila kuwepo mwenyewe mahakamani. Mawakili wa Tuju wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wanashikilia kwamba hatua hiyo ni kinyume cha sheria. Hakimu mkuu wa mahakama hiyo Stella Atambo pia atatoa uamuzi wa iwapo Tuju atakabidhiwa dhamana akisubiri kuwasilishwa mahakamani. Victor Kayanda ana maelezo kwa kina. Masaibu ya aliyekuwa waziri Raphael Tuju yanazidi kuongezeka baada ya kusota usiku kutwa katika kituo cha polisi cha Karen. Tuju alishindwa kufika katika mahakama ya Kibra jinsi ilivyoratibiwa na badala yake kukimbizwa katika hospitali ya Karen ili kupokea matibabu. Hii ni baada ya hali yake ya kiafya kuwa mbaya zaidi. Katika mahakama ya Kibra ambapo alitarajiwa hakimu mkuu Stella Atambo akilazimika kusitisha kesi hiyo kwa siku 7 na kutangaza kuwa siku ya Jumatano atatoa uamuzi kamili kuhusu iwapo Tuju atashtakiwa bila kuwepo mahakamani. Allow me to give my decision in 1 day's time, that is on the 26th of March 2026 at 12 p.m. so that I'm able to cover all that you have talked about. Remember, we've talked about, okay, this concession of jurisdiction, but we are talking about bail bond, even the fact that he has not yet taken plea. We're talking about the issue of police custody, now to the 7 days that you've agreed about. Mawakili wa Tuju wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wakishikilia kuwa mteja wao alinyanyaswa na kudhulumiwa katika kituo cha polisi cha Karen na hivyo kesi hiyo haifai kuendelea bila mshtakiwa mahakamani. Because of that, Your Honor, we invite you, in the absence of Mr. Tuju, not to proceed in any manner with this unfortunate prosecution. I do not have any reason to doubt the Vice President, the former Vice President of Kenya. And I repeat that we sympathize as the prosecution from the factual narration. However, there is no evidence, which can only by way of an affidavit, to the extent that there has been torture or inhuman and degrading treatment, which then would invoke Article 25. Before that affidavit fits on your desk, this court cannot be persuaded by allegations of torture and inhuman and degrading treatment. Kesi hiyo inatokana na uchunguzi wa idara ya DCI uliobaini kuwa Tuju alidanganya afisa wa umma na kupanga kutoweka kwake mwenyewe ili kupata huruma ya Wakenya kuhusu masaibu yake. Directorate of Criminal Investigations conclusively, and I'm saying this without an iota of doubt, that Honorable Raphael Tuju was physically present within his residence throughout the period in question. Kwa sasa Tuju anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Karen akiwa chini ya uangalizi mkali wa maafisa wa polisi. Victor Kayanda, Undugu TV.